Hallelujah takatifu. Hallelujah. Hallelujah wapendwa. This is a day Hii ni siku Bwana ameumba, tunamshukuru, tunanyenyekea. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. Ni neema kubwa kwa Elder Sims. Na mimi Mama Felicia Boke Sims. And we are Jesus Reigns Restoration Ministry. Amen. Hallelujah. We feel it a privilege and an honor to be before God's people today. Tunaona neema kubwa na heshima bring forth kubwa the bread of life. Kuja mbele yenu kuleta mkate wa uzima kidogo hapa. Hallelujah. Hallelujah. God is a good God. Bwana Yesu ni mwema. And he's worthy to be praised. Anastahili sifa na utukufu. Amen. Amen. And we're going to get into our lesson today. Tutaanza somo la leo. Ni fupi tu, tunaombea lisiwe refu sana. And the title of the lesson is Kichwa cha habari, Guard your heart. Linda moyo wako. Guard your heart. Linda moyo wako. There's a whole lot of things that are going on in the world. Kuna mambo mengi yanaendelea siku hizi tunazoishi za mwisho. And they're heartbreaking. Na yanavunja moyo kwa kweli. Mengine yanavunja moyo. We see that the world is in turmoil now. Tunaona ulimwengu uko katika vurugu kubwa. For we wrestle not against flesh and blood. Tulishaambiwa tupambani katika mwili na nyama. Principalities. Bali na wafalme wa anga. And powers. Na mamlaka. And spiritual wickedness in high places. Na uovu katika viwango vya juu. Things that people are doing today, indulging in witchcraft. Mambo ambayo watu wanashiriki siku hizi wazi wazi kabisa, mambo ya giza, mambo ya uchawi. Indulging in, hallelujah, idolatry. Wanajishirikisha wazi wazi kabisa katika ibada za sanamu. Hallelujah. There are various, hallelujah, tragedies of poverty and storms and rain, hallelujah, that are just wiping people out. Tunaona kama Biblia ilivyotuambia, maafa, watu wana mali zao zinateketea, vita, moto, mafuriko, vurugu za kila aina ulimwengu mzima. Fires appearing from one end of the country to the other all of a sudden. Moto ghafla unazuka tu kuanzia sehemu moja kwenda nyingine, ghafla tu. People losing their homes, being displaced, and even their lives. Watu wanakosa pa kuishi, watu wanakosa mwelekeo, watu wanakuwa katika hali ya utata sana. And a lot of it's due to the wickedness of men. Na mengi, baadhi ya hayo ni kuhusiana na uovu wanaofanya wanadamu. Jesus said the devil come to lie, steal, and to kill, but I come that you may have life and have it more abundantly. Bwana Yesu alisema shetani anakuja kuua, kuchinja na kuharibu, bali yeye Bwana Yesu amekuja kutupa uzima, tena uzima wa milele. And these are the last days. Na hizi ni siku za mwisho. These are perilous times. Hizi ni nyakati za uovu. Where men's hearts have waxed worse. Mioyo ya watu imekuwa mibaya zaidi na zaidi. We have, as saints, as people of God, kama watakatifu, kama watu wa Mungu, we have eyes to see. Tuna macho ya roho ya and we have ears to hear. Kuna masikio ya kusikia. And we have the Holy Spirit, the Holy Ghost of God. Na tuna Roho Mtakatifu wa Bwana kutuelewesha nini kinaendelea. The Spirit of truth to lead us and guide us. Amen. Kutuongoza katika kweli yote. For God has not given us a spirit of fear. Kumbuka Bwana Yesu Kristo hakutupa roho ya uovu, moyo wa kuhofu, bali wa nguvu, love, upendo, and of a sound mind. Na akili iliyotimama. Hallelujah. Hallelujah. God is still on the throne. Bwana Yesu bado yuko kwenye Hallelujah. But God is saying, guard your heart. Bwana anatukumbusha leo tulinde mioyo yetu. Amen. Amen. And here in the scriptures, if you would turn your Bibles to Proverbs 4:23. Na katika maandiko yetu ukipeleka Biblia yako katika Mithali 4, and it says, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Read that, please. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu. Inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Amen. Amen. Keep your heart, the Lord is saying, with not some but all diligence. Tunaambiwa linda moyo wako kuliko yote, sio baadhi. Amen. Yote. And what do diligence mean? Diligence mean to be zealous. Yani kwa Biblia ya Kiingereza inasema to zealously, to constantly seek after something with all your heart. Tunaambiwa tulinde, Biblia ya Kiingereza inasema kwa nguvu zetu, with all your strength, na nguvu mamlaka with yako all your might,
kwa kumaanisha kabisa kila uwezo ulio nao Mungu amekupatia. Just like the Lord command his love towards him. Kama ambavyo Bwana amesema tumpende yeye kwa njia hiyo, kwa nguvu zetu zote, kila tulicho nacho. The two greatest commandment is one is hear, O Israel, there's one God. Amri kubwa 10 tulizopewa, Israeli sikilizeni. To love the Lord with all thy heart, with all thy mind, with all thy soul, and with all thy strength. Kumpenda Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote, akili zako zote, na nguvu na mamlaka, kila ulicho nacho, kila uwezo wako wote. That's the first commandment. The second is to love thy neighbor as thyself. Hiyo ndio amri ya kwanza tukapewa, alafu tukaambiwa ya pili tufanyeje? Tupende ndugu zetu. On that hang the whole law. Amen. Amen. So, and God in your heart, you have to, hallelujah, with purpose, hallelujah, make an effort to do whatever you can, hallelujah. Inabidi ufanye bidii kufanya kila unachoweza kufanya. To not let the devil, hallelujah, discourage you or hallelujah, for living for Christ and doing the right thing before him. Kutokumruhusu shetani akukatishe tamaa kuishi kwa ajili ya Kristo, kuishi safari ya utakatifu, njia nyembamba. With all your heart, with all your mind, with all your strength that's going on around you and in the world and all the tragedies and so forth, that you have confidence that God is going to make a way. Yaani lazima uwe na imani kwamba Mungu atakutengenezea njia hata kama unapitia pagumu. Because God has promised us victory. Kwa maana Bwana ametuahidi ushindi. God is going to make us more than conquerors in him. Bwana ameshatuahidi atatufanya zaidi ya washindi katika yeye. And we have power. Na tuna mamlaka to speak life over these tragedies that are going on around. Kuzungumzia uzima, uhai na mamlaka katika haya maovu yanayopitia. Kuna nafsi za watu zinatakiwa ziokolewe. Hallelujah. Guard your heart, saints. Linda moyo wako. As Christ has suffered in the flesh. Kumbuka kama Yesu Kristo alivyoteseka katika mwili huu. Arm yourself likewise. Jitayarishe na wewe hivyo hivyo. Hallelujah. Kupitia magumu. Arm yourself. Jizatiti kabisa. Arm yourself with prayer and fast. Jizatiti kwa maombi na kufunga. Arm yourself with laying before the Lord. Hallelujah. Jizatiti kwa prostrate. Kujilala kifudifudi mbele za Bwana. Arm yourself, hallelujah, in the Holy Ghost with the, hallelujah, the gifts of the Spirit. Jizatiti katika zile vipaji vya Roho Mtakatifu, vitafute, vijue. Unavijua? Basi muombe akupatie. Arm yourself with the sword of the Spirit, which is the word of God. Jizatiti kwa neno la Mungu ambalo ndio upanga tuliopewa Roho Mtakatifu. You have to be reminded to put on the whole armor of God. Tunakumbushwa leo tuvae silaha zetu zote. So God is saying with all diligence, hallelujah. Hallelujah. With all diligence seek him. Mtafute, hallelujah. With all your heart, with all your mind, with all your strength, continue to fight the good fight of faith. Endelea kupigana vita vya imani. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. So, and we're doing it with all your heart, mind, soul, and strength to keep your heart and your mind stayed on Christ, that he will give you perfect peace. Kutunza akili yako na moyo wako ndani ya Yesu Kristo akupe amani iliyotimilifu. Amen. Because it's written in his word that if you keep your mind, hallelujah, on him, he will give you perfect peace. Why? Because you trust him. Amesema tukiweka moyo wetu kwake na akili yetu kwake atatupa amani iliyotimilika. Amen. Guard your heart. Linda moyo wako. God said, cast all your cares upon me, for I care for you. Bwana amesema tupeleke mizigo yetu yote kwake, maana anatujali. Hallelujah. Yeye anaweza hata hivyo. My heart is heavy to hear. Moyo wangu unakuwa mzito kusikia that young men, whether they're gang members or not, are being tied down like animals and don't have a chance. The leaders are not allowing them to repent. Vijana sasa hivi ambao wanahisiwa haya mambo ya kuweka matatu, wanahisiwa. Ukikuta una tatu alafu wanakuhisi wewe ni kundi la majambazi, wanaitwa magang member, wamefungwa mahali sasa hivi kama wanyama, hawana nafasi hata ya kutubu, hawapewi hata nafasi ya kutubu, na wengi watakufa kinyama. The leaders are not showing compassion and mercy towards those young men to at least change their lives. Viongozi wameona wasiwape hata nafasi ya kubadilisha maisha yao, kwa sababu kuna injili kwenye majela yanahubiriwa. Because yes, you're right, they are the gospel, their ministries that go to prison and many's lives are changed. And it's of the devil that the devil don't show
that the people that the devil are using are not showing any compassion, and they're not allowing those in the church to even minister to them or allowing a way for them to be pardoned, hallelujah, out of the situation, that they may even return to at least have a chance to be men and be good citizens. Unaona, saa nyingine wanaofanya maamuzi wanatumika na adui bila kufahamu, bila kuwa na ufahamu, kwa sababu hawaruhusu watu wa Mungu, watumishi wa Mungu, wakawafikia hawa watu, wakawapa nafasi ya kubadilishwa maisha yao Yesu Kristo jinsi anavyobadilisha. Hawajapewa nafasi. Blessed are the peacemakers, for they should be the children of God. Maandiko yanasema wamebarikiwa wale wanaoleta amani, kwa maana wataitwa wana wa Mungu. Amen. Blessed are the meek, the Lord say, and blessed are those, hallelujah, that show compassion, because with mercy you shall obtain mercy. Wamebarikiwa wale wanaoonyesha rehema, kwa maana na wao watarehemiwa. That we have to pray for the prime ministers, pray for the governors, pray for the presidents, that they make wise and just decisions concerning God's people. Nchi uliopo, nchi unayoishi, nchi ulikotoka, ombea viongozi, madiwani, wabunge, mawaziri, maraisi, wewe waombee, wafanye maamuzi ya haki kwa ajili ya watu wa Mungu. I'm praying for my president. Na muombea rais wangu mimi. Why? Because the Bible said pray for them to have rule over you naturally and spiritually. Biblia inatuambia tuombee wale wenye mamlaka juu yenu, kwa maana ndio amri ya Mungu aliyotupatia. And what we're praying for is the peace in the land. Tunachoombea ni amani katika nchi. We're praying for good leadership. Tunaombea uongozi mwema wenye haki. But at the same time, I know that God will cut them off, and I hear Apostle Paul say, I wish that they be cut off that should trouble you. Na neno la Mungu limetuambia wale ambao wanatusumbua, Biblia inasema, mtumishi wa Mungu alisema anaombea kwamba wakati liwe mbali kama hawataki kumtumikia Mungu. I want to remind you that God say, vengeance is mine, I will recompense, I will repay, said the Lord. Kumbuka maandiko bado yanasema kisasi ni chake, ni cha Bwana. Wewe linda moyo wako. I don't want to see someone cut off, whether they be poor or rich, whether they be, hallelujah, somebody that's not of authority or somebody that is of authority. Nisingependa mtu yoyote akatiliwe mbali. Wacha tu nimuombee, haijalishi ni maskini, tajiri, ana mamlaka au hana mamlaka. Haistahili mtu akatiliwe mbali. But as God removed Saul from, hallelujah, and replaced him with David, a man after his own heart, God will remove our president and put a man after his own heart too. Unaona, Mungu ama aliyomuondoa Sauli, tunaomba Mungu asije kamuondoa rais huyo. Trouble don't last always, saints. Shida itaishi muda wote. Guard your heart. Linda moyo wako. Only for a while. Amen. Ni kwa muda tu. And just what? The word of God said that it'll be for a short time for the elect's sake, for our sake. Neno la Mungu linasema itakuwa ni kwa muda mfupi tu kwa ajili ya wateule. Things we must endure, prophecy must be fulfilled. But you know what? Jesus is coming. I got some good news. He's coming. He's coming back for us. Taarifa njema ni kwamba Yesu Kristo anarudi, karibu anarudi. He's coming back for his church. Anarudi kwa ajili ya kanisa lake, hakikisha uko kwenye hiyo namba. So as we do due diligence to guard our hearts, let's do due diligence to make our calling and election sure. And in doing so, you will never fall. Tujihadhari sana tunapolinda moyo wetu, tusimamie katika imani itimilifu, tusije tukaanguka. Unto him that is able to keep you from falling. Kwa yule ambaye anaweza kuzuia usianguke. And present you faultless before his throne of grace, the only wise God our Savior. Bila mawaa mbele ya kiti chake cha hukumu, Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Muamini huyo. So God is saying with all diligence, for out of the heart, he said keep your heart with everything that you have, with everything that you can do. Don't let the devil steal your joy. Don't, hallelujah, let the devil rip your heart out of your chest. Usiruhusu maovu yanayotendeka hapa kupitia adui ya kutoe moyo, ya kushushe moyo, ya kufanya utahayari, utoke uwepo wako kwa Yesu Kristo. Because he's reminding us, for out of it, out of your heart comes the issues of life. Kwa maana ametukumbusha kutoka kwenye mioyo yetu ndio kunatoka chemchemi za uzima. Hallelujah. The issues of maybe losing your home because of a fire or flood. Labda tatizo unapoteza nyumba yako kwa sababu ya moto au kwa sababu ya mafuriko. For the government to just dismiss you and say that you're fired, you don't have a job, not even giving you a reason. Mwingine serikali inakwambia tu wewe kuanzia leo hauna kazi na haikupi sababu. Your sons and daughters, hallelujah, addicted.
to various substances. Watoto wako wameshikwa na vitu mbalimbali, pombe, hawafanyi kazi, hawaeleweki, madawa ya kulevya. Hallelujah. Witchcraft. Uchawi mnasumbua familia yako. Fornication and adultery. Uzinzi wa shirati. All these issues of life. Hallelujah. Even hunger. Hata njaa. And disease. Na magonjwa. These are issues of life. Hayo ndio maswala majanga ya maisha. These are, and then on top of that, the lies that go with it. Na juu ya hapo mauongo yanayoambatana na hayo. The confusion that people are confused, hallelujah, with what is the truth and what isn't. Watu wamechanganyikiwa, hawajui kweli ni nini na isiyo kweli ni nini. Where people are leaning to their own understanding. Ambao watu wanategemea akili zao wenyewe na wanashindwa bado kuelewa. But the word of God said not to lean to your own understanding, get wisdom, get an understanding. Neno la Mungu linasema tupate ufahamu, tupate uelewa. The beginning of wisdom and knowledge is in God, in Jesus. Mwanzo wa ufahamu na hekima ni kumjua Yesu Kristo vizuri na maandiko yake. That in which the cankerworm destroyed. If you lost anything, God said he'll replenish, he'll replace. Kumbuka kama umepoteza chochote kile, Bwana atakurejeshea. Bwana ndio mtengeneza njia. Because Jesus is fair, he's just, and he's a compassionate God. Kwa maana Yesu Kristo ni mwema, ni mwenye haki, na ni ana uwezo wote. There is nothing he cannot do. Nothing. God is able. God is able to do exceedingly and abundantly above all we can ask with our mouths or think with our minds. Amen. Thank you, Jesus. Saints, don't cast your confidence away. Have faith in God, Jesus said. Lord, one said, how would I inherit the kingdom of God? He said, believe on him whom God has sent. Kuna mmoja aliuliza nitarithije ufalme wa mbinguni? Akasema muamini yule ambaye ametumwa na Mungu. And God sent Jesus. Yesu Kristo alitumwa na Mungu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Me and my Father are one. Akatuambia yeye na Baba ni wamoja wa mbinguni. God by hallelujah has anointed God, hallelujah, with the oil of gladness. Akasema yeye ametupatia. To send a prophet among you that you know not of, that's going to preach to you. Tumetumiwa kuhani ambaye atakuwa tunamfahamu atuhubirie injili ya kweli. God manifests in the flesh. Bwana Mungu ambaye alikuja akatoa mwili. And the word of God the word has dwelled among us. Hallelujah. Na neno la Mungu likaishi katikati yetu hapa duniani. Thank you, Jesus. That word have we hid in our heart that we might not sin against thee. Neno lile la Mungu ambalo tunasema tunalificha ndani yetu tusikutende dhambi. These are perilous times. Hizi ni nyakati za hatari. Proud, boasters, people that, hallelujah, that haters of good men, good people. Watu wanaochukia watu wema. Amen. Amen. These are the last days. Hizi ni siku za mwisho. Read the 24th chapter of Matthew. Soma Mathayo 24. Read the book of Daniel. Soma Daniel. Read Revelation, hallelujah. John Revelation, hallelujah, how he was on the Isle of Patmos and the Lord spoke. What God said to one, he said to all. Soma kitabu cha Ufunuo, vile Mungu alimweka kwenye kisiwa kile cha Patmos. Bwana anachosema kwa mmoja anasema kwa wote. To see a loved one incarcerated, to lose a home, to lose your job, it hurt. I know it hurt. Kuona mpendwa wako anafungwa bila hatia, kupoteza mahali pa kuishi, kupoteza haki yako, vinaumiza moyo. When one is sad, all is sad. Mmoja akisikitika, wote wanasikitika. And you give what you can give. Na unajaribu kutoa unachoweza kutoa kusaidia wengine kutoka moyoni mwako. As what God has prospered you. Kwa jinsi ambavyo Bwana amekubariki. For the Lord loves a cheerful giver. Kwa maana Bwana anapenda mtoaji aliyemchangamfu. But remember, God didn't call us to save the world. Lakini pia tukumbuke Mungu hakutuita kuokoa ulimwengu mzima. The great commission of us is to be a witness to the world. Amri kubwa tuliyopewa ni kuwa mashahidi wa Yesu Kristo. Hallelujah. Hallelujah. Of Jesus' death, burial and resurrection. Wa kifo chake na kufuka kwake Yesu Kristo. And of his plan of salvation, Acts 2:38. Na matendo yake ya mitume 2:38, mpango wa jinsi ya mtu anaweza kuokolewa. Amen. Matendo ya mitume 2:38.
I don't care how much you got, you're not going to be able to feed the whole world. Haijalishi kama wewe ni tajiri kiasi gani, huwezi kusaidia ulimwengu mzima. But it's more beneficial if you not only give them natural things, natural bread, but to give them spiritual bread that leads to eternal life. Lakini ni faida zaidi wale unaoweza kuwasaidia, uwape cha kimwili, kuwasaidia kimwili kuduniani, lakini pia wape neno la Mungu zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Read moving to Jeremiah. Tukaende kitabu cha Yeremia 17:9 and 10. 17 Jeremiah 9 na 10. The 17th chapter, verse 9 and 10. And I want you to read it in Swahili, please. Nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Una ugonjwa wa kufisha. Nani awezaye kujua? Mimi Bwana na uchunguza moyo. Samahani hapo mstari wa 10. Tarudia tena. I repeat. I stumble on 10. No problem. Forgive me, Lord. Mimi Bwana na uchunguza moyo na vijaribu viuno, hata kumpa kila mtu kiasi cha njia zake, kiasi cha matunda ya matendo yake. Hallelujah. Hallelujah. Jeremiah 17:9 and 10. It says, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? I, the Lord, search the heart. I try the reins, even to give every man according to his way. Amen. And according to the fruit of his doing. The Lord, hallelujah, Bwana knows our heart. Anajua mioyo yetu. For the word of God said he created man. He know what he put in us. Kwa maana Bwana neno linasema alimuumba mwanadamu. I believe he told Jeremiah the prophet when he said, I'm just a little child. He said, don't say you're just a little child. He said, I called you. I anointed you. I appointed you even from the womb. Hallelujah. When you was conceived, before you were conceived, I knew you. Ndio maana anasema kabla hujatungwa kwenye tumbo la mama yako. Hallelujah. Hallelujah. God knows what he put in you. Mungu anajua alichoweka ndani yako. Hallelujah. Hallelujah. Guard your heart. Linda moyo wako. And he knows that there's deceitful things that come up in our heart. Na Mungu anajua kuna mambo ya uovu yanakuja kwenye mioyo yetu. That's why he said when you hear his voice, harden not your heart. Ndio maana neno la Mungu linasema ukisikia sauti yake leo usifanye moyo wako mgumu. Which is written in the provocation. Ambayo imeandikwa kwenye neno la Mungu. Job, when everything was taken away from him, he did not harden his heart. Ayubu alipochukuliwa kila kitu akakosa, alinyang'anywa kila kitu kutokana na mapito, hakufanya moyo wake mgumu. But the scriptures say he worshiped God. Biblia inasema alimwabudu Bwana. He said, though the Lord, if it be the Lord that slay me, yet will I trust in him. Akasema hata kama Bwana ananitandika, ananiadhibu, hallelujah, nitamwamini tu. The Lord giveth, Bwana anatoa, and the Lord taketh away. Bwana anatoa. Blessed be the name of the Lord. Jina lake libarikiwe. And the scriptures say he did not dare curse God. Na maandiko yanasema hakuthubutu kumlaani. But a lot of us, our hearts have gotten hardened because of certain loss of personal things. Unakuta baadhi yetu mioyo yetu imekuwa migumu kwa sababu tumekosa vitu, tumenyang'anywa. Loss of family. Mpendwa wetu and in cursing God. Na wanamlaani Mungu. And blaming God. Wanamlaumu Mungu. And the devil get a free pass. Na shetani anapata nafasi katika maisha ya watu wa hivi. Remember the outcome of Job's story. Kumbuka mwisho wa kisa cha Ayubu. There was victory. Kulikuwa na ushindi. And everything that he lost, God gave back to him and it was replenished. Na kila alichopoteza Mungu alimrudishia. It is God's will that you not perish but have everlasting life. Mapenzi ya Mungu usiangamie bali uwe na uzima wa milele. Hallelujah. Hallelujah. But God knows the wickedness of the heart. Bwana anajua uovu wa moyo. But God say, hallelujah, he said, I the Lord, I search your heart. Bwana anasema yeye anachunguza mioyo. As we hear these things and we see these things and we experience these tragedies and these things that are around us. Tunapopitia mambo haya yaliyotuzunguka. God knows whether my heart, hallelujah, is to do his will. Mungu anajua kama moyo wangu unapenda kufanya mapenzi yake au hapana. Na wewe pia. Amen. Amen. God knows everything. Mungu anajua kila kitu. Hallelujah. Hallelujah. He don't sleep. Halali. He don't take naps. Hatuwapumziki.
Amen. Amen. His eyes Macho yake are always on those that do good, the righteous. yako kwa wale wanaotenda mema. And his ears Na masikio yake are always attentive to our prayers. yanasikiliza maombi yao. But the wicked, Lakini he waovu mad with every day. ana hasira nao, ana ghadhabu nao kila siku. He will turn away from them. Atageuka kutoka He kwao. will destroy them with the brightness of his coming. Atawaharibu atakapokuja siku. All those that don't know God. Wote wale ambao hataki kumjua That's the Mungu. word of God. Hilo ni neno la Mungu. Hallelujah. Wale Guard ambao your hawamjui heart. Mungu. Linda moyo wako. And the Lord say he'll try your reins. He'll try your heart. Bwana anasema atajaribu moyo wako. Amen. Like he tried Job, my faithful servant Job. Kama alivyomjaribu. He told the devil, have you tried him? Akamuuliza shetani, umemjaribu? He said, you take that hedge of protection from around, I'll make him curse you to your face. Shetani akasema ukitoa uigo ule wa ulinzi umeuweka. But we know the story, right? Nitamjaribu. Tunajua kisa kilivyo. And we know there's a reward in being faithful. Tunajua kuna thawabu katika kuwa mwaminifu. And being true to the Lord. Na kuwa mkweli kwa Bwana. Hallelujah. Hallelujah. The Lord will search your heart. Bwana atachunguza. The Lord will try your heart. Bwana atajaribu moyo wako. The Lord knows your heart. Bwana anajua moyo wako. But He's going to give to whether good or evil. God is going to be the judge according to your ways. Mema au mabaya, Bwana atakupa thawabu sawasawa na njia zako na matendo yako. Amen. Amen. Every word, hallelujah, everything that we do and every word that we say will be brought into judgment. Kila tendo tunalolifanya, kila neno tunalolisema litakuja kuhukumiwa. Amen. Amen. Hallelujah. Blessed are those that are found in the first resurrection. Wamebarikiwa wale ambao watapatikana katika ufufuo wa kwanza, ambao ndio watakatifu waliokoka. Amen. Kwa Yesu. Amen. But there's a second death for those that are in that second one. Kuna kifo katika mara ya pili kwa wale ambao walimkataa Yesu Kristo. Soma Ufunuo itakueleza. There's a resurrection unto life eternal. Kuna ufufuo katika uzima wa milele. For the things that we say and do. Kwa mambo tunayofanya na kusema. And for those that do evil, there's a resurrection unto damnation. Kwa wale ambao wanatenda maovu, kuna ufufuo wa yani hukumu. Who said that? Ya milele. Jesus. Amesema hivyo nani? Yesu Kristo. Amen. Amen. God will, hallelujah. God also, according to the fruit of our doings, the things that we do. Kulingana na matendo tunayoyafanya, tutapata thawabu zetu. Amen. Amen. Trust in the Lord and do good. Muamini Mungu na utende mema. And so shall thou dwell in the land. Ndipo utakapoishi katika nchi. And verily thou shalt be fed. Ndipo utakapopata neema. Jeremiah 29:13. Yeremia 29 mstari ni wa 13. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. Amen. Amen. Nitasoma katika jina la Jeremiah 29:13. Hallelujah. Mstari wa 13. Nanyi, nitasoma katika jina la Bwana Yesu. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. The Lord say, if you seek me, Bwana anasema mkinitafuta, you're going to find me. mtanipata. A lot of people ain't seeking the Lord. Watu wengi hawamtafuti Bwana, hawana muda naye. They thought they woke themselves up this morning. Wanaamini walijiamsha wenyewe asubuhi ya leo. They don't give God credit for nothing. Hawapi mtu tukufu kwa Mungu kwa utukufu kwa kitu chochote. There are people that have lost limbs. Kuna watu ambao hawana miguu. They have bad hearts. Mioyo yao bad kidneys. Ina ugonjwa. Wana blood pressure, you name it. Pressure ziko juu. Various sicknesses and illnesses where they need assistance even to be fed every day. Wengine wako mpaka hawezi kujilisha chakula, wanalishwa na watu. And a lot of us walking around ungrateful and can't even give God thanks. Na wengi wetu tunatembea hatuna shukrani na Bwana, hatuwezi hata kumshukuru Mungu. Asante kuniamsha asubuhi ya leo. With all the artificial food and things that they use and chemicals that they use in food today, we just hog it down and don't even say thank you, Lord. Na haya masumu yaliyopo kwenye chakula kilichotuzunguka, chakula feki kimejaa sumu, hatusubiri hata kumwambia Mungu asante kwa chakula hiki. We don't pray over the food to make it clean, for the word of God says tunabidi tuombee chakula kwa neno la Mungu linasema that the word of God says that the food is made clean through
the word of God and prayer. Kwamba chakula kinatakaswa kwa neno la Mungu na maombi. It's sanctified by the word of God and prayer. Kinatakaswa kwa neno la Mungu na maombi. Amen. Na sala. Have it in your heart to seek the Lord for everything. Kuwa katika moyo wako kumtafuta Bwana katika mambo yote. To ask the Lord for everything. Kumuomba Bwana katika mambo yote. The steps of a good man are ordered by the Lord. Hatua za mtu wa Mungu zinaongozwa na Bwana. The Lord said, "You seek me, you're going to find me." And he said, "When you shall search for me, you're looking for me." Hallelujah. Bwana anasema ukinitafuta with all your heart. Ukinitafuta kwa moyo wako wote. Not in part. Sio nusu. Sio kwa vipande. You pick up your cross every day and follow the Lord. Kila siku chukua msalaba wako mfuate Bwana. Jesus said, "Pick up your cross daily and follow me." Bwana alisema chukua msalaba wako kila siku na unifuate mimi. But we pick up our cross when there's trouble. Lakini tunachukua msalaba wetu tunapokwama. A lot of us pick up our cross, not we, but a lot of us, wengi wetu that are in error, ambao katika makosa, that don't want to do right, ambao hataki kufanya mema, that's got one foot in the church and one foot in the world, ambao wana mguu mmoja kanisani, mguu mmoja ulimwenguni. Only seek the Lord when it's trouble and when they losing something. Tunamtafuta Bwana tu tukiwa tuna matatizo au tukiwa tumepoteza kitu. Where's the love of your neighbor as yourself? Upendo wa jirani yako kama kuliko kujipenda wewe mwenyewe uko wapi? Where's bearing the burdens of those that are weak? Kupo wapi kubeba mizigo ya wale ambao wako ni dhaifu? When one is sad, all is sad. Mmoja akiwa na huzuni, wote wanakuwa na huzuni. Not if you lukewarm. Sio ukiwa na uvuguvugu. And you're not seeking the Lord with your whole heart. Kwa moyo wako wote. Amen. Amen. You can't serve two gods and you can't be lukewarm. God will spit you out. Huwezi abudu miungu miwili, Mungu atakutema. He rather that you be hot or cold. Amesema either uwe baridi au uwe moto, usiwe vuguvugu. We're instructed to seek ye first the kingdom of God. Tumeelekezwa tutafute kwanza ufalme and his righteousness. Na haki yake. And anything that you need. Na mambo yote tunayohitaji. All that you need. Yote unayohitaji. Will be handed unto you. Utapewa. God will supply your every need. Bwana atakutana mahitaji according to his riches and glory. Katika upendo wake na wingi wake. And in everything give thanks. Na katika mambo yote tumshukuru Mungu. For it is the will of God concerning us all. Kwa maana ni mapenzi ya Bwana kuhusiana that we give him thanks, give him praise and give him glory. Sifa na utukufu. Hallelujah. You're going to be a Christian, you be real. Kama wewe ni Mkristo nabii uwe mkweli. Amen. And have some fruit unto repentance. Uwe katika matunda katika have some fruit unto righteousness. Uwe katika matunda katika haki. Who you going to persuade if you going to act like the devil and be like the devil? Nani utamweza kumshawishi amfuate Yesu kama wewe unaenenda kama shetani mwenyewe? The devil disguises himself as an angel of light. Shetani anajificha kama malaika wa nuru. And his demons as ministers of righteousness. Na mapepo yake wanajiweka kama watumishi wa Mungu wa haki. It saddens me, it breaks my heart to see these demons walking around with crosses and walking around with collars and they ain't got nothing but the devil in them, but people don't see. Inanisikitisha ukiona hawa mapepo yanatembea yamevaa msalaba. People don't hear the words. Yanahubiri injili na makanisa. The spirit of Antichrist that comes out of their mouth. Roho mpinga Kristo, mahubiri ya kupinga Kristo yanatoka midomoni mwao. Because they're lukewarm. Inanisikitisha sana kwa sababu watu wameamua kuwa. And they compromise the faith. Wanachakachua imani. Amen. Amen. Guard your heart, saints. Linda moyo wako mtakatifu. These are perilous times. Hizi ni nyakati za hatari. But we're walking in victory. Lakini tunatembea katika ushindi. The devil know, hallelujah, he know the word and tremble. Shetani anajua neno la Mungu na anatetemeka. And he knows you. Na anakujua wewe. This concludes part 1 of our lesson. Tutamalizia sehemu ya kwanza hapa ya Guard your heart. Linda moyo wako. Guard your heart. Linda moyo wako. Hallelujah. Hallelujah.